Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Rajai TV. Nipo Albaraka Open School iliyoko hapa Tandale, Dar es Salaam, ambapo leo hii imeweza kufanyika semina kwa viongozi wa taasisi mbalimbali ndani ya nchi hii ya Tanzania. Mara baada ya semina, viongozi walikuwa na haya ya kutuambia. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Khamis Muhammad Lienike, ni katibu mtendaji wa Hay'atul Ulama, umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hay'atul Ulama. Lakini pia ndio mratibu wa programu hii ambayo tunaifanya kwa kushirikiana na WAMI, World Assembly of Muslim Youth. Lengo ya ratiba semina hii au mafunzo haya ni kuwajengea uwezo viongozi wa taasisi mbalimbali za kidini katika maeneo makuu matatu. Kwanza, eneo la utawala bora wa kitaasisi, lakini pia uendeshaji wenyewe wa taasisi na uongozi, lakini pia vile vile masuala ya digitali. Kama unavyojua sasa hivi dunia imehama kutoka katika mfumo analogi kwenda katika digital. Ukiangalia kuna taasisi, ukiziangalia taasisi za RITA, mifumo yake sasa hivi huduma zake ni za kidigito. Ukienda Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo haya ni maeneo tumeona ni vizuri tupate mafunzo ya kutosha ili tuweze kwenda katika dunia na katika mazingira yaliyopo. Kwa hiyo semina hii itakuwa ni ya siku 2. Mafunzo haya yataanza leo na inshallah yataisha kesho, na walengo wa mafunzo kama nilivyosema ni viongozi wa taasisi, na hivi sasa taasisi ambazo zimepata bahati ya kushiriki ni 20 ambazo zimeshiriki katika mafunzo haya kutoka mikoa mbalimbali. Zipo ambazo zimetoka Mwanza, zimetoka Tanga, zipo ambazo zimetoka Mtwara, zipo ambazo zimetoka Morogoro, Dar es Salaam, maeneo mbalimbali, Iringa. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa pamoja na tutatumia muda huu kwa ajili ya kupata hayo mafunzo, na wataalamu wetu ni watatu ambao wataalamu kutoka Yemen na pia kutoka Saudia, ambao wakiongozwa na Dr. Ahmad Yahya Az-Zahrani, ili kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafanikiwa. Wito kwa viongozi wa taasisi na kwa taasisi kwa ujumla, tunahitaji kubadilika. Tunahitaji kubadilika kwa sababu dunia nayo imeshabadilika, na tunahitaji uwazi katika utendaji wetu na uwajibikaji wa dhati ili kuweza kuisaidia jamii, lakini pia kuisaidia serikali katika kuhakikisha kwamba inafikia katika malengo yake, hasa dira ya 2025 na 50. Tunaamini kwa kufanya hivyo taasisi zitafanya vizuri, zitaongeza uzalishaji, zitaongeza kutoa huduma, uwazi na uwajibikaji, hatimaye jamii itafaidika. Na ikifaidika jamii, pia itakuwa tumeisaidia serikali katika kuhudumia jamii. Asante sana. Alhamdulillah. Kwa majina naitwa Muhammad Musa Mchonjo min muassasat takaful alkhairiyya alladhi yakhtassu bi 3 ashiya'i ilmu da'wa wal ijtima'. Na kwa munasaba mazingira hayo, kama kiongozi wa taasisi ya Takaful Charity Alkhairiyya, baada ya kufikishiwa ujumbe huu na taasisi hii ya WAMI kwamba kuna mafunzo ambayo yameelekea katika sehemu kuu 3, tukaona umuhimu wa kufika na kuja kujifundisha hayo mafunzo. Lengo kusoma, kuelewa na sisi kwenda kuyafanyia kazi yale tunayoyasoma. Vile vile nitoe wito kwa taasisi ambazo nyingine zinazopata fursa ya kusikia majambo kama haya, wao vile vile wanatakiwa wachukue umuhimu wa haya, kwa sababu ilmu mara zote haina mwisho. Kwa hiyo tunatakiwa tusome. Kama leo ndo tumeanza hapa, kuna mambo mengi hatujawahi kuyasikia, tumekuja kuyasikia hapa. Na vile vile naweza nikasema muda wenyewe mdogo, na haya mambo ni mengi na mazito makubwa. Kwa muda huu hatuwezi kusema tutadhibiti yote, lakini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu, atupe uelewa, tuelewe na tuende tukayafanyie kazi haya. Wa ila huna kafa yakfi kifayatan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Zuberi Saidi Chunguru. Nimefika hapa katika semina hii, semina elekezi ya viongozi na namna gani ambavyo tunavyotakiwa kwamba tuwe katika ulimwengu huu wa globalization, ulimwengu wa utandawazi, ulimwengu ambao
unatutaka viongozi wa taasisi tuwe tofauti. Hii semina niliona kwamba iliwafaa zaidi wakurugenzi na wamiliki wa taasisi, kwa sababu taasisi zetu kubwa za Kiislamu zimekuwa zikiongozwa na viongozi wakurugenzi wa taasisi kwa mazingira ya ubinafsi na umimi zaidi, kwamba baada ya kutoka katika jina la taasisi limekuwa ni taamimi. Sasa kwamba mkurugenzi yeye ndiye mkurugenzi, mhasibu ndiye mkurugenzi na keshia ndiye mkurugenzi. Kwa hiyo kila ambacho kinachoingia katika taasisi na kinachotoka kinakuwa kwamba yeye ndo anayejua na yeye ndo anayekifahamu na wengineo wote hawapaswi kukifahamu. Sasa katika semina hii ambacho ninachokiona na faida itakayopatikana kwa kwamba taasisi zetu ziwe zenye kuchunga mali, lakini pia mkurugenzi awe na haki ya kuulizwa na kuuliza vile vile, lakini pia vile vile kuwa kwamba taasisi ikae kama ni taasisi. Leo kama ukenda mabenki unakuta kila mtu ana wajibu wake na jukumu lake, anaulizwa na anauliza, lakini pia katika taasisi zetu za dini pia vile vile hizi kwamba iwe kwamba watu wana haki ya kuhoji na kuhojiwa na kuwa mtu mwadilifu, kwa sababu mali hizi tunazopewa ni mali za jamii ya watu fulani mutabariuna, ambao wahisani waliokuwa wametoa mali zao kwa ajili ya utekelezwaji wa mambo fulani. Sasa ufikishwaji wa hizo mali zinatakiwa tuwe wazi zaidi na tuwe waadilifu zaidi, na tutakapokuwa na uadilifu basi tutakuwa na baraka na kheri. Lakini leo taasisi zetu nyingi zimekuwa ni nyonge na dhaifu kutokana na hali ya dhulma ambayo inayofanyika. Na Mtume sallallahu asema dhulumatun, yani dhulma ni kiza. Kwa hiyo shida inakuja katika dunia, lakini mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shida inakuja mbele ya Allah, lakini katika dunia pia vile vile tunaiona. Taasisi nyingi sasa hivi zimepoteza mwelekeo kwa sababu ya wingi wa dhulma. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na waomba wenginewe watakaokuja basi wao wenye kuwa na mabadiliko. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Sheikh Ali Zuberi Ali na ni mwenyekiti wa BASUTA, Baraza la Sunna Tanzania, na pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya Darul Ulum Islamia Tanga. Kwa hiyo pia nafanya kazi mpaka leo katika vipindi hivi nilivyonavyo. Ni mwalimu vile vile wa Darul Ulum Islamia, na kuwa ni mwalimu nasomesha katika masomo tofauti. Ama kwa semina ya leo, kwa kweli ni semina ambayo kama umealikwa si ya kukosa, kwa sababu ni semina muhimu hasa kwa viongozi wanaoendesha taasisi, wanaoendesha jumuiya, kwa sababu kuna mengi ya kufaidika ambayo vipi utaweza kuipeleka mbele na kuiendeleza jumuiya ambayo tumeweza kufaidika katika semina hii. Kwa hiyo na semina kama hizi katika ushauri kwa wanaoandaa semina ziwe zinatakarari, yani zinarudia ili kutuweka sawa katika masuala ya uongozi, kwa sababu ni kitu muhimu. Kwa hiyo wote ambao ni mamudiri, ni viongozi wa nini, ni muhimu sana. Kama yeye mwenyewe hakuja, basi atume mtu ambaye atakaa kwa niaba yake kwa faida ya semina hii. Wallahi sina la kulieleza jingi zaidi, kwa sababu ya faida zilizopo sitaziweza kuzimaliza katika kipindi hiki kichache. Kwa kweli swali lilioulizwa kwa semina hii, katika semina zote nimehudhuria, lakini semina hii nasema ni semina ni tamu kuliko asali. Kama asali iko tamu, basi hii semina hizi naona ni katika semina zangu, katika umri wangu, semina hii ni semina ambayo ni nzuri mno na tamu sana. Na yani nazidi kuwahimiza watu wakisikia semina kama hii basi wahudhurie, watapata utamu wa semina na vile vile kuweza kujirekebisha, kwa sababu sisi tumeumbwa ili tuweze kuendelea, lazima tukubali mabadiliko. Kwa hiyo semina hii nafikiri kuanzia hii semina tuliyofanya na mabadiliko yatapatikana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ba'd. في هذا اليوم الأربعاء الموافق 15 صفر 1448 للهجرة بدأنا الملتقى الأول للجمعيات الإسلامية في تنزانيا حول الحوكمة المؤسسية
والتحول الرقمي والقيادة المؤسسية. نشكر حقيقة الندوة العالمية للشباب الإسلامي لدعمها لهذا الملتقى، كما نشكر الإخوان في مؤسسة البركة لتعاونهم واحتضانهم لهذه الدورة، والشكر أيضا موصول لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في تنزانيا على اهتمامها بهذا الأمر وتنظيمها لهذا الملتقى النافع بحول الله عز وجل. الملتقى سيكون له ما بعده من خطط موزعة على مدار سنة كاملة للتحول المؤسسي نحو الحوكمة بإذن الله، فنسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena, siku pendwa kabisa katika wiki hii. Leo alhamdulillah, kwa rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumewafikishwa mimi na wenzangu kuhudhuria katika semina adhimu kabisa ya taasisi ya WAMI, World Assembly of Muslim Youth, ambayo leo imefanyika hapa Tandale, lakini tukiwa tunaishi katika hoteli ya G Hotel Magomeni. Sasa leo ni siku ya kwanza ya semina yetu hii ambayo ilikuwa ina malengo matatu. Nukta za msingi sana, ambazo ya kwanza ni nukta ya utawala bora. Na katika nukta hii kuna mambo mengi mno, na hatujawahi kupata semina nzuri ambayo inaeleza masuala ya utawala bora kama semina hii. Kwa kweli ni semina ambayo naomba waliohudhuria katika semina hii wafikishe haya maalumati, haya maarifa kwa watu wengine, ili taasisi na makampuni waweze kupata manufaa makubwa sana katika swala kama hili. Lakini kuna nukta nyingine, ataknia, swala zima la uwezeshaji wa sasa katika swala la mashruaati hizo, na swala zima la kutumia vyombo vya kisasa katika kutengeneza ripoti. Kwa kweli tumefaidika vya kutosha, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri walioandaa semina hii. Lakini tuwashukuru Rajai TV ambao wamefika katika eneo hili na kuchukua matukio haya. Wamekuwa ni watu wa kwanza ambao wanahabarisha umma kwa kila kinachoendelea. Tuwashukuru walioandaa semina hii kwa mara nyingine, na sisi ambao tumehudhuria, kwa sababu katika taasisi zilizopo hapa Dar es Salaam au Tanzania kwa ujumla ni nyingi mno, lakini alhamdulillah taasisi ya Ashabil Kahfi ya Mheshimiwa Selemani Jafo tumekuwa ni miongoni mwa taasisi pendwa zilizochaguliwa kuhudhuria semina hii. Ni taasisi kama 20 tu katika taasisi zaidi ya 1000 zilizopo hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, lakini bahati imetuangukia sisi kutokana na unyeti wetu, na ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunawashukuru waliotuona kwamba sisi tunafaa kuhudhuria semina hii, kwa sababu imeendeshwa na Waarabu na inaongea lugha ya Kiarabu tu, hamna Kiswahili, na alhamdulillah na sisi tumehudhuria kwa sababu lugha hiyo tunaijua. Mwenyezi Mungu ajalie haya maarifa tuliyoyapata hapa siku ya leo na kesho, basi iwe ni msaada wa jamii ya Kiislamu kuelimika na kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Na watakieni kila la kheri, na tusikose ku like na kusubscribe channel yetu pendwa ya Rajai TV, na Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, kama ulivyoweza kuwasikia viongozi wa taasisi mbalimbali namna ambavyo wamepata faida katika semina hii ambayo imefanyika hapa katika shule ya Al-Baraka Open School iliyoko hapa Tandale. Muda wote ulikuwa nami Ami Shamte, nyuma ya kamera ni Awesome. Hii ni Rajai TV, nikukumbusha kusubscribe, like na comment. Asante.